Baba, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Tunakushukuru kwa wema wako na uaminifu wako, Bwana. Asante kwa kutupa nafasi hii ya kipekee ya kusikia kutoka kwako. Tunaomba neno lako takatifu, Bwana, likafanyike ulinzi, likafanyike baraka, likafanyike mabadiliko, mfalme wa falme, likafanyike utukufu katika maisha yetu, Bwana. Roho Mtakatifu, niko tayari kutumiwa na wewe. Zungumza nami, zungumza na wenzangu wote ambao sasa wako tayari kusikia kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaomba utulivu wa ndani na usikivu, Bwana, wa mioyo yetu na masikio yetu ya ndani, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Basi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa fursa hii adhimu ya kulinena neno lake takatifu. Ninaamini kabisa na ninaomba uamini pamoja nami, kama vile neno la Mungu linavyosema kwamba neno lake haliji bure. Likija linakuwa limebeba makusudi, limebeba kitu cha kutusaidia na kutuvusha mahali fulani. Ujumbe ambao Bwana amenipa, nimeupa maneno yenye kichwa chenye maneno yanayosema Bwana, Bwana nisaidie nisitende dhambi tena. Bwana, Bwana nisaidie nisitende dhambi tena. Na maneno ambayo Roho Mtakatifu ametupa ya kuyasimamia yanatoka kwenye kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 2 mpaka ule wa 11. Biblia inasema namna hii: hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, wakashitakiwa na dhamiri zao. Wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Ndugu zangu, kwa neema ambayo Mungu ametupa, tunataka kutembea kwenye maneno haya ya mwisho ya Yesu Kristo, kwamba enenda zako wala usitende dhambi tena. Kwenye maisha yetu kumekuwa na hali ya dhambi kujirudia rudia. Dhambi kujirudia rudia. Na hiki mimi binafsi kimekuwa ni kilio changu tangu nilipomjua Bwana. Kwa sababu kama mwanadamu wa kawaida, wako watu ambao nimewakosea. Nimemkosea mke wangu, nimekosea watoto wangu, nimekosea majirani, nimekosea marafiki,
na wapo ambao walionisamehe, wapo ambao mpaka leo hawajanisamehe, wameweka uchungu, hawataki kusikia. Lakini maisha yanaendelea, na kilio changu kimekuwa na kinaendelea kuwa siku zote kwamba Bwana, nisaidie nisitende dhambi tena. Maana yake nisirudie yale makosa ambayo nilifanya dhidi ya mke wangu. Nisirudie yale makosa ambayo nilifanya dhidi ya watoto wangu. Nisirudie makosa au dhambi ambayo nilimkosea Mungu. Ndio kilio changu. Na tutaona huko mbele, lakini kama Yesu ameweza kusema maneno haya kwamba enenda zako usitende dhambi tena, maana yake inawezekana kutokutenda dhambi tena. Inawezekana kutorudia hiyo dhambi. Inawezekana. Na ndio maana tunataka kutembea kwenye neno hili la Yesu Kristo. Ndio maana ujumbe wetu Roho Mtakatifu ameuweka kwa namna ya kuhitaji msaada kutoka kwa Yesu Kristo. Kwa namna ambavyo tunaonyesha hali ya kuhitaji nguvu na uweza kwamba Bwana, nisaidie nisitende dhambi tena. Kwa sababu ndugu zangu, mimi binafsi nimekuja kuona na kujua kwamba adui mkubwa wa maisha yangu ni dhambi zangu mimi mwenyewe. Ni dhambi zangu mimi mwenyewe, sio mtu mwingine au yote. Kwa hiyo hiki kitaendelea kuwa kilio changu, na naomba kiwe kilio chako na maombi yako kwamba Bwana, nisaidie nisitende dhambi tena. Nisirudie yale makosa ambayo niliyafanya. Waswahili wanasema kutenda kosa sio kosa, lakini kosa ni kurudia kosa, ni kurudia kosa. Sasa kwenye kisa hiki tunaona tatizo linalojitokeza hapa. Moja ni watu kuto kumtambua Yesu kama mtu mwenye suluhisho dhidi ya tatizo la dhambi. Hawamuoni Yesu kama ni mtu aliyobeba suluhisho kwa habari ya dhambi. Lakini tatizo la pili ni ile hali ya kushindwa kuwasaidia wenye dhambi kutatua matatizo yao ya dhambi. Kwa hiyo unawaona Mafarisayo hawamtambui Yesu kama mtu aliyebeba suluhisho kwa habari ya dhambi. Kwa sababu hiyo, wao wenyewe hawamuendei Yesu ili kupata msaada wa dhambi zao, lakini pia wanashindwa kuwasaidia wenye dhambi wengine kwenda kwa Yesu ili kupata utatuzi wa changamoto ya dhambi inayowahangaisha. Kwa sababu hiyo, wao wakiwa wenye dhambi, wakawa wanataka au wako tayari, wanatumia nguvu nyingi kuwaangamiza wenye dhambi wenzao, kuwasema vibaya wenye dhambi wenzao, wakati hali wao wakijua na wao ni wenye dhambi. Kwa hiyo hali unayoiona hiyo ambayo inajionyesha ndio hali tulionayo leo hii. Ndio hali tulionayo leo hii. Mwenye dhambi mmoja akimuona mwenye dhambi mwingine amefanya dhambi, atahakikisha amemsema vibaya, atahakikisha amemdhalilisha, atahakikisha ametangaza kila mahali. Lakini wakati huo anajua kwamba hata yeye ni mwenye dhambi, na wakati mwingine amefanya dhambi hiyo ni kwa sababu tu ya kwake haijaonekana wazi, ya kwake haijajulikana. Lakini atashikia bango kwamba huyu afukuzwe kazi, huyu atolewe wapi, huyu afanywe nini, kwa sababu hajui kwamba Yesu ndiye mwenye suluhisho kwa habari ya dhambi. Angejua, angemuelekeza yule mwenye dhambi kumwambia, Bwana, nenda kwa Yesu Kristo. Yeye ndiyo anaweza kukuponya, anaweza kukusafisha na dhambi zako, anaweza ukawa huru tena. Ukawa huru tena. Lakini sicho tunachokiona. Tunaona wenye dhambi wakipigwa makanisani, wenye dhambi wakisemwa vibaya, wenye dhambi wakisukumwa mbali na Yesu Kristo. Mbali na Yesu Kristo. Mbali na Yesu Kristo. Baada ya kuwafanya wenye dhambi wamtambue Yesu, wanasheria wanamsema vibaya,
wanataka kumhukumu, wanataka kumuua. Na Biblia inasema kabisa Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi. Mungu anataka mwenye dhambi atubu. Lakini tumepoteza uwezo wa kuwaonyesha wenye dhambi mlango wa toba. Mtu akinikosea, jukumu langu ni kumuonyesha mlango wa toba, apatane na Mungu, kwa sababu mtu anaponikosea mimi, kwanza anakuwa amemuudhi Mungu aliye hai, pili ndio anakuwa amenikosea mimi. Kwa hiyo mimi niliyekosewa, ninachotakiwa ni kumuonyesha aliyenikosea kwanza mlango wa toba, kumpatanisha na Mungu kwanza. Kama hajapatana na Mungu, hawezi kupatana na mimi. Kwa hiyo katika kisa hiki tunamuona mwanamke ambaye amefumaniwa, na analetwa kwa Yesu akiwa Yesu akiwa anafundisha kwenye sinagogi nyakati zile za asubuhi. Mafarisayo wamemshika yule dada, wanamleta mkuku. Biblia inasema wakamweka katikati, umati wa watu umejaa, wakamweka katikati. Alafu akamwambia, mwalimu, namuuliza Yesu, mwanamke huyu tumemfumania huyu, na sheria ya Musa inasema kwamba wanawake kama hawa wanatakiwa wapigwe mawe. Kwa hiyo wewe unasemaje? Na Biblia inasema kwamba walisema hivyo ili kumjaribu Yesu, kuona kwamba ataivunja Torati ya Musa. Umeona, ataitafsiri vizuri au ataitafsiri vibaya. Lakini hawa watu na wao walikuwa hawana weledi tu, kwa sababu Torati hii ya Musa ukiangalia kwenye Mambo ya Walawi sura ile ya 20 mstari wa 10 anasema hivi: na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Mtu mke azinie na mtu mume azinie, hakika watauawa. Mbona hawa wamemleta mwanamke peke yake? Kwa hiyo utekelezaji wao wa sheria ulikuwa unawalakini, ulikuwa una upendeleo fulani. Kwa sababu hapa nasema kama mmewafumania, maana yake uzinifu hauwezi ukafanyika na mtu mmoja. Yuko wapi mwanaume? Yuko wapi? Wao wamemleta tu mwanamke, wako tayari kumpiga. Mwanaume yuko wapi? Kwa sababu wanaotakiwa kuuawa ni mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo hata utekelezaji wao wa sheria hiyo wanayoita wao sheria ulikuwa ni wa upendeleo, ulikuwa ulikuwa na walaki. Kwa hiyo unaweza ukaona hawa watu hawakujua, hawa Mafarisayo hawakujua ya kuwa Yesu hakuja kuitangua sheria au Torati, kama vile anavyosema kwenye Mathayo 5:17. Anasema mimi sikuja kuitangua, kuibatilisha Torati, sheria, lakini mimi nimekuja kuikamilisha. Nimekuja kukazia yale ambayo Musa alikuwa ameyanena. Na ukiangalia katika Yohana sura ya 5 mstari wa 46, Yesu anawaambia Musa aliandika habari zangu mimi kwenye Torati. Aliandika habari zangu mimi. Kwa hiyo kama mngeijua Torati, mngejua mimi Yesu ni nani, na kwamba nilikuja kwa ajili ya nini, nilikuja kufanya shughuli gani. Musa aliwaambia katika Torati kwamba Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii kutoka miongoni mwenu, msikilizeni. Kwa hiyo kama wangeikuwa wanaijua Torati, wangemsikiliza Yesu vizuri, kwa sababu Torati yote inawaelekeza watu kwa Yesu Kristo. Kwa sababu Torati inakujulisha dhambi zako, ni sheria inakujulisha dhambi zako kwamba wewe ni muasherati, lakini haiwezi kukusaidia kutoka kwenye uasherati. Maana yake ikishafika hapo, sheria inakuonyesha kwa Yesu Kristo ndiko kwenye msaada. Kwa hiyo walikuwa wanapaswa kujua kabisa kwamba Yesu ndiyo amebeba suluhisho la dhambi. Kwamba sheria ikisha kuonyesha kwamba wewe ni mzinifu, wewe una chuki, wewe una kiburi, alafu inakuacha namna hiyo, haikusaidii. Lakini
Sheria ikishakuonyesha namna hiyo, inakwambia kazi yangu imeisha, unatakiwa kwenda pale kwa mtu anaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo. Sasa ndio maana unaona kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 anasema sheria hiyo Torati ililetwa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli vimeletwa au vimekuja kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo. Maana yake sheria ya Musa ilipaswa kuwaonyesha watu neema na kweli na rehema ambazo zimebebwa na Yesu Kristo, lakini wao hawakuziona. Sheria au Torati ya Musa ilikuwa inawaonyesha rehema, neema na kweli za Mungu zilizobebwa ndani ya Yesu Kristo, lakini Mafarisayo hawa hawakuziona, kama vile ambavyo leo hii watu wengi hatuzioni hizo rehema na neema na kweli ndani ya Yesu Kristo kama msaada kwa habari ya dhambi zetu. Kwa hiyo Mafarisayo hawauoni msaada uliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Na ndio maana hata ukisoma kwenye Agano Jipya, kile kitabu cha Timotheo wa pili na sura ile ya 3 mstari ule wa 14-15, Paulo anasema, bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa, anamwambia Timotheo, na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu utoto, I like it, tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Anapozungumza maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Anapozungumzia maandiko matakatifu anazungumzia Torati, anazungumzia manabii, anazungumzia Zaburi. Anasema hayo yote yamebeba wokovu kwa njia ya kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Na hayo wewe umefundishwa tangu utoto. Na hayo yanaweza kukuhekimisha na kukupa wokovu kwa njia ya kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini Mafarisayo, pamoja na kujua sheria yote na Torati na manabii hiyo, hawakuweza bado kumtambua Yesu kama mtu ambaye amebeba suluhisho la dhambi zao. Kwa hiyo wakamleta mwanamke huyu kwa Yesu ili kutekeleza adhabu hiyo ya kifo. Wasijue kwamba wanamkutanisha huyo mwanamke na mtu aliyebeba rehema, aliyebeba neema, aliyebeba na huruma. Sasa wakiwa pale wanamuuliza Yesu kwamba unasemaje kwa habari ya huyu mwanamke, tumemshika huyu mzinifu. Yesu akawaangalia namna hii, akainama chini, akawa anaanza kuandika chini. Sasa wao wakaona kama Yesu anawapotezea muda, wakamsukuma na maswali zaidi. Yesu akainuka taratibu, akawaambia statement moja. Akawaambia, asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia huyu mama jiwe. Sasa watu wanaichukulia hii statement wakati mwingine vibaya, wanaichukulia kama kitu cha kujilinda na maovu yao au maovu yetu. Tunachukulia kama ni kitu cha kujilinda, kwamba umefanya kosa, umefanya dhambi, hutaki kutubia, hutaki kukubali, unatumia umstari kama kinga kwamba aliye wa kwanza asiye na dhambi amtupie huyo jiwe, maneno amtupie huyo jiwe. Lakini Yesu hakuwa na maana hiyo. Anasema asiye na dhambi. Maana yake alikuwa anawapa time na wao kujikagua kwamba hebu jiangalieni kwanza na ninyi kabla hamjataka kutekeleza hili. Huko pale unanisikiliza, unamshambulia sana yule aliyekukosea. Unamshambulia sana mume wako aliyekukosea. Unamshambulia sana mke wako aliyekukosea. Unamshambulia sana mchungaji wako aliyekukosea. Hebu jiangalie ndani yako. Una uhalali wowote wa kumtupia mawe mchungaji wako? Una uhalali wowote wa kumtupia mawe mtumishi mwenzio?
una uhalali wowote wa kumtupia mawe huyo ambaye unamtupia mawe ya maneno. Yesu anasema kama uko salama kiasi hicho, basi endelea kutupa hayo maneno unayoweza kutupa. Basi endelea kutupa hayo mawe unayotupa. Lakini ukijua na wewe uko kwenye hali kama hiyo hiyo, basi tafuta namna ya kumsaidia huyo ili atoke kwenye hiyo hali ya kukosea wengine au ya kufanya mabaya. Sasa Yesu alipowaambia vile, akainama tena chini, akaanza kuandika tena namna hii. Wale jamaa, ile statement ile iliwavuruga sana, kwamba asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe. Iliwavuruga sana, iliwapa kujichunguza ndani, na ikatoa mwanga, wakajiona jinsi walivyo. Unajua kuna watu unafika mahali wakati mwingine wanasema dhambi za wengine, utafikiri kwamba labda wao ni malaika fulani. Ndugu zangu, sisi wote ni wenye dhambi tu, tuliosamehewa kwa huruma za Mwenyezi Mungu. Tunapoamua kudili na wenye dhambi wengine, tufahamu kwamba na sisi ni wenye dhambi tuliohurumiwa tu na Bwana wetu Yesu Kristo. Hatuna jema lolote tulilonalo sisi wenyewe isipokuwa lile jema tulilopewa na Mungu aliye hai. Hatuna utakatifu wa kwetu binafsi isipokuwa ule ambao tumevikwa na Mungu aliye hai. Hata kama hatujakosea leo, tulikosea juzi. Hata kama hatukukosea leo, tulikosea jana. Tunatumaini katika uweza na huruma za Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa Yesu alipoinuka namna hii, akakuta hawaoni wale jamaa. Akamuuliza yule mama, washtaki wako wale wako wapi? Hayuko hata mmoja, wako wapi? Akamwambia, hawako Bwana. Akamwambia, basi nenda zako. Umeona? Hata mimi sikuhukumu, nenda zako, ila usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka Roho Mtakatifu atusaidie tutembee katika neno hili. Umemkosea mume wako, sawa, kwa ujinga, sijui kwa werevu, sijui kwa hasira, kwa nini, lakini sikia neno la Bwana. Bwana anakuambia usitende dhambi tena. Umemkosea mkeo, neno hili linakuja kwako na kwangu siku ya leo kwamba tusitende dhambi tena. Tumewakosea wazazi wetu, neno hili ni la kwako na la kwangu kwamba tusitende dhambi tena. Tumewakosea wachungaji wetu, tumewakosea waumini wetu. Neno hili Roho Mtakatifu akaliwishe ndani yetu, na kiinuke kilio na maombi ndani yetu kwamba Bwana, nisaidie nisitende dhambi tena. Maana yake dhambi hii isijirudie. Nimekuwa muongo jana, juzi, na narudia. Ninaomba Yesu unisaidie nisitende dhambi tena. Nimeanguka tu kila mara, nimekuwa na kiburi na mjeuri kila wakati. Ninaomba Yesu, ninaomba unisaidie nisitende dhambi tena. Wale Mafarisayo hawakuwa na mamlaka ya kumwambia yule mwanamke usitende dhambi tena. Hawana neno hilo la kimamlaka. Wala mchungaji wako hana neno hilo la kimamlaka. Wala nabii wako hana neno hilo la kimamlaka. Lakini neno la Yesu Kristo ni neno la kimamlaka. Anapomwambia usitende dhambi tena, maana yake anajua inawezekana kwa nguvu za Mungu kutokuirudia hiyo dhambi, kwa sababu adui wa maisha yako ni dhambi ambayo inajirudia kwenye maisha yako. Kwa sababu dhambi itakuondolea kibali kwa Mungu, dhambi itakuondolea kibali kwa mume wako, dhambi itakuondolea kibali kwa mchungaji wako, dhambi itakuondolea kibali kwa waumini wako, dhambi itakuondolea kibali. Kwa hiyo kilio chetu jioni ya leo kiwe ni kumuomba Mungu kwamba Bwana, nisaidie nisitende dhambi tena, kwa sababu nimetambua kwamba adui mkubwa wa maisha yangu sio yule jirani ninayemuona, sio mume wangu wala mke wangu, lakini ni dhambi zangu mwenyewe. Sasa katika kisa hiki kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu anataka tujifunze. Jambo la kwanza tunamuona Yesu kama suluhisho juu ya dhambi zetu.
Tunamuona Yesu kama suluhisho juu ya dhambi zetu. Nataka nirudie tena. Suluhisho la dhambi zako haliko kwenye dhehebu lako. Suluhisho la dhambi zako haliko kwa mchungaji wako, wala haliko kwa nabii wako. Suluhisho la dhambi zako limebebwa na Yesu Kristo. Na utazidi kuelewa kadri tunavyokwenda. Limebebwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ndio mtu wa pekee wa kumlilia, wa kumtafuta, wa kushikamana naye, kwa sababu ndiye anayeweza kuleta suluhu, kuleta utatizo wa tabia mbovu ulionayo, nilionayo, inayonikosanisha mimi na mke wangu, inayonikosanisha mimi na watoto wangu, inayotukosanisha sisi katika kanisa. Yesu ndiyo analo suluhisho, kwa sababu anajua ukweli wote juu ya dhambi zetu na namna ambavyo tumekuwa watumwa wa dhambi. Anatujua hali zetu. Ndio maana mwanamke yule alipopelekwa kwa Yesu alimpa rehema na neema. Unaniambia mchungaji, maana yake ni mwenye dhambi yoyote, mimi pamoja na wewe, tunahitaji rehema na neema. Na hizo rehema na neema huwezi kupewa na mchungaji wako, huwezi kupewa na mkeo. Rehema na neema za Mungu zinapatikana ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo alipofika kwa Yesu Kristo, Yesu kitu cha kwanza alimpa rehema. Unaniuliza mchungaji, rehema maana yake ni? Rehema maana yake ni kunyimwa unachokistahili. Yule mwanamke alikuwa amestahili kifo kwa mujibu wa sheria na makosa aliyofanya. Mafarisayo walikuwa tayari kumpa kifo, lakini Yesu alimnyima kifo. Maana yake alimpa rehema. Alimnyima kifo, akampa rehema. Mme wako kakukosea, anachostahili kutokana na makosa yake ni wewe kumwacha, kumpa talaka kabisa, kumwacha. Ni wewe kumkimbia. Ni wewe kwenda kumsema vibaya huko kwenye familia yao. Ni wewe kumtukana. Ni wewe kumuona kwamba hafai kabisa. Hicho ndicho anachokistahili. Lakini kama wewe umerehemiwa na Mungu, umezionja rehema za Mungu, unatakiwa umnyime hayo yote unayotaka kumpa. Umnyime hasira yako, umnyime hayo matukano unayotaka kumpa, umnyime hali yako ya kumsema vibaya, umnyime hali yako ya kumwacha na kumtelekeza na kuvunja hiyo ndoa. Umnyime hayo. Maana yake ndio unamrehemu. Ukimpa hayo hasira zako, ukamtukana matusi, ukamsema vibaya, maana yake umeshindwa kumnyima hayo. Maana yake umeshindwa kumpa rehema. Umeshindwa kumrehemu. Kwa hiyo rehema yoyote maana yake unamnyima mtu kile kitu alichostahili. Amestahili hasira yangu, amestahili matukano kutoka kwangu, amestahili kukataliwa na mimi, lakini nasema hayo siwezi kukupa kwa sababu nimekurehemu. Kama vile ambavyo mimi nilistahili kifo kwa makosa yangu, lakini Bwana ameninyima kifo, amenirehemu. Ndugu zangu, tumeitwa ili tuwarehemu wengine. Tuwanyime kile wanachokistahili, kwa maana kwamba ya mabaya hayo maovu tunayotakiwa kuwatendea, tuwanyime kwa makosa yao. Tuwanyime, tuwape rehema, tuwarehemu. Mrehemu mume wako, mrehemu mkeo, mrehemu mtoto wako, mrehemu mchungaji wako. Kwa sababu anasema heri wenye rehema, kwa sababu na wao watapata rehema. Unapomrehemu mwingine, unajiwekea akiba na wewe siku utakayokosea, kwa sababu sisi ni wanadamu tu. Lakini unapoona kwamba una sababu ya kumsema vibaya mtu aliyekukosea, una sababu ya kumrushia mawe na maneno mazito, itakuwaje wewe utakapokuwa umemkosea yeye? Itakuwaje? Hebu jiwekee akiba, kwa sababu maisha yanakwenda yakizunguka namna hii. Leo nimekosewa mimi, kesho mimi nitamkosea mwingine, kesho kutwa hivyo. Kwa hiyo unapomrehemu mtu, unataka kumtukana lakini unazuia matusi,
Unataka kumsema vibaya, lakini unazuia ile hali yako. Manake unamrehemu, unajitengenezea na wewe akiba ya kesho utakapokosea kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili huyu mtu alilipata kwa Yesu Kristo, huyu mwanamke alipewa neema ambayo asingeweza kupewa na Mafarisayo. Kitu cha ajabu sana siku hizi, mtu anasema mchungaji, mtumishi anasema nina neema ya kukupa wewe, njoo nikupe neema. Nabii, mtume, njoo, mimi ni nabii wa neema, njoo nikupe neema. Nataka nikwambie hivi, wote sisi, mtume wako, nabii wako, mchungaji wako, neema tunazitoa kwa Yesu Kristo. Yeye ndio amejaa neema na kweli, neema na kweli. Neema na kweli. Mchungaji wako sio source, sio chanzo cha neema, sio chanzo cha neema. Neema sisi wote tunachukua kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo yule mwanamke alipopelekwa kwa Yesu, Yesu alimpa neema. Unauliza, mchungaji, neema maana yake nini? Neema maana yake ni kupewa kitu usichostahili. Kitu usichostahili. Huyu mwanamke hakustahili uzima, hakustahili kuishi. Lakini Yesu alimpa kuishi. Yesu alimpa uzima. Maana yake ile ni neema. Amepata kitu asichostahili. Ndugu zangu, kwa dhambi ambazo nimemtendea Mungu wangu, sikustahili kuishi. Kwa hiyo niko kwa neema tu, kwa neema. Ndio maana hata nikitumika namna hii, nikihubiri, na hubiri nikijua kwamba maisha yangu haya ni kwa neema tu, kwa sababu sikustahili kuwa hai mpaka sasa. Kama isingelikuwa wewe Yesu, ningelikuwa wapi leo? Ningelikuwaje? Ni neema ya ajabu. Ni neema ya ajabu. Mimi sijui kama unaweza kutafakari haya. Kama unaweza kutafakari haya. Kuna watu walikuwa wafe na ajali. Watu walikuwa wafe kwa sababu wamelogwa, lakini Yesu akasema hapana, akaachilia neema ambayo ikawatoa kwenye uchawi. Neema ikawatoa kwenye ajali zile. Badala ya kupata kifo, wakapewa uzima, wakapewa maisha tena. Nataka nikwambie namna hii, kama ukitambua hayo, usiyachezee hayo maisha, usiyachafue hayo maisha, kwa sababu tumepewa kwa neema tu, hatukustahili. Tumepewa kitu ambacho hatukikustahili. Kuishi kwangu leo mimi hii ni neema tu. Ningekuwa siko siku nyingi. Nikijua hilo, namuomba Bwana, nisaidie Mungu wangu nisitende dhambi tena. Nisaidie Mungu wangu nisitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo tumeliona, kwamba tunamtambua Yesu kama mtu aliyebeba suluhisho la dhambi. Lakini jambo la pili, tunaona madhara ya kutenda dhambi tena. Yesu anamwambia usitende dhambi tena. Kwa nini amwambie hiyo? Yaani anapomwambia usitende dhambi tena, maana yake anamwambia usirudie tena hiyo dhambi. Hiyo dhambi isijirudie kwenye maisha yako. Kwa sababu ukiangalia kwenye Agano Jipya, kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5 na ule mstari wa 14, Yesu anaongea maneno kama haya kwa mtu mwingine pale aliyekuwa amemponya. Anamwambia hivi, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amepooza, na Yesu akamwambia, jitwike godoro lako uondoke. Akawa amepata uponyaji. Katika kuzunguka akaja tena akakutana na Yesu. Yesu ndio anamwambia maneno haya. Anamwambia angalia kwamba umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Maana yake kuna uwezekano mkubwa unaporudia dhambi ile mara kwa mara, mlango wa adui unafunguka, unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu mapepo unapopatana na Mungu yanakimbia, lakini baadaye yanakuja yanatafuta tena nafasi ya kurudi kuangalia namna gani yatakuja kujiimarisha tena.
Kwa hiyo wakikuta unaendelea kutenda dhambi ile ile, kama ni ya kiburi, basi mlango ule unafunguka, wanakwenda wanaimarisha roho ya kiburi zaidi. Kama ni roho ya uasi, unahasiasi kila wakati, wanakwenda wanaimarisha zaidi. Kama ni roho ya uzinifu, unakuwa sasa konki katika mambo ya uzinifu, na kwa sababu hiyo watakupelekesha mpaka wafike mahali hiyo dhambi ikuue au ikuangamize. Watakupelekesha mpaka hiyo dhambi ivunje ndoa yako. Watakupelekesha mpaka hiyo dhambi ikuharibu wewe na ndugu zako. Ndio maana Yesu anasema umekuwa mzima sasa, ndoa yako imeimarika sasa, usitende dhambi tena, yasije akakupata makubwa kuliko haya. Umeshapatana sasa na ndugu yako, usitende dhambi tena, kwa sababu ukitenda tena yatakupata makubwa kuliko haya, Ndio maana kilio changu, na naomba jioni ya leo kiwe kilio chako, kumsihi Mungu aliye hai kwamba Bwana nisaidie nisitende dhambi tena, kwa sababu yasije yakanipata makubwa katika mwili wangu, yasije yakanipata makubwa katika ndoa yangu, yasije yakanipata makubwa katika utumishi wangu. Bwana nisaidie. Kama Mungu alikuponya mwili wako, unapokwenda kutenda dhambi tena, anasema yatakupata makubwa. Maana yake liugonjwa litakalokuja sasa, unaweza usiinuke. Kama ni ugomvi, liugomvi litakalokuja sasa, hilo halitakuacha salama. Kwa sababu hiyo usitende dhambi tena, yasije yakakupata likakupata jambo lililo baya zaidi. Maana yake nini? Maana yake dhambi ni mlango wa kuleta mambo mabaya kwenye ndoa zetu. Dhambi ni mlango wa kuleta mambo mabaya kwenye miili yetu. Dhambi ni mlango wa kuleta mambo mabaya kwenye maisha na utumishi wetu. Yesu tusaidie, tusitende dhambi tena, tusifanye dhambi ya kujirudia. Baada ya kusafishwa na damu ya Yesu Kristo, tusiende tena kuyarudia yale matapishi, kama vile nguruwe anavyotapika alafu anayarudia tena matapishi yake. Tusirudie huko tena, lakini kwa nguvu zetu hatuwezi. Lazima tufike mahali tumlilie Mungu. Tusimuombe tu Mungu atupe magari, tusimuombe tu Mungu atupe sijui nyumba nzuri, lakini tumuombe Mungu kwamba tusitende dhambi tena. Glory be to God. Kwa sababu kuna uwezekano wa kutupata yaliyo mabaya zaidi. Roho Mtakatifu tusaidie. Lakini jambo la tatu tunaangalia hapa maana ya usemi huu wa Yesu Kristo kwamba usitende dhambi tena. Maana ya usemi huu, usitende dhambi tena. Huu ni usemi wenye mamlaka. Unaonyesha unaonyesha kwamba kuna msaada kwa Yesu Kristo, na inawezekana kutotenda dhambi tena. Inawezekana. Ni statement ya kimamlaka ambayo haiwezi kuzungumzwa na mtu yoyote. Haijawahi kuzungumzwa na mtu yoyote, na haiwezi kuzungumzwa na mtu yoyote, kwa sababu ni sentensi yenye mamlaka. Na usemi huu wa Yesu Kristo kwamba usitende dhambi tena, ni usemi unaodai mabadiliko ya tabia mara mtu anapoonyeshwa rehema na Yesu Kristo. Huu ni usemi unaodai mabadiliko ya tabia. Baada ya mtu kumkubali Yesu Kristo au kutubu dhambi zake. Ambia usitende dhambi tena. Maana yake badilika. Maana yake tunataka tuione tofauti kwenye maisha yako. Leo hii ndugu zangu, ni masikitiko, tunatubu, tunasema tumekuja kwa Yesu Kristo, lakini hatuoni mabadiliko ya kweli. Hatuoni jinsi ulivyokuwa na ulivyokuwa sasa. Lazima kuwe na tofauti. Lakini tukikuangalia ulivyokuwa, tukikuangalia na sasa, hatuoni tofauti. Ulikuwa mwenye hasira, tukikuangalia sasa mwenye hasira yule, tena hasira ndio zimezidi. Ulikuwa mtu mwenye chuki, tukikuangalia sasa chuki zile tena chuki ndio zimezidi. Biblia inakataa. Anasema usitende dhambi tena. Maana yake
Yesu anataka kuona mabadiliko ya tabia. Na ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 anasema, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa nini watu tuliomwamini Yesu Kristo hivi sasa ya kale yanakuwa hayajapita, tunayaona ya kale kwenye maisha mapya? Kwa nini? Kwa nini? Unamwona mtu uko kanisani unasema sijui nimeokoka, sijui nimetoka, lakini huoni ya kale yakiwa yamepita. Hatuyaoni mambo mapya tu. Yaani mambo mapya kwenye maisha tunayatafuta kwa tochi. Kwa tochi hatuyaoni. Kila tukiangalia tunaona yale yale ya kale. Tunaona hasira zile zile, tunaona uongo ule ule, tunaona uzinifu ule ule, tunaona chuki ile ile. Haya mapya yako wapi? Yako wapi? Haiwezekani utuambie kwamba uko ndani ya Kristo alafu tunaona mambo ya kale tu. Tunaona mambo ya kale tu. Tunataka kuona mambo mapya, kwa sababu hivi ndivyo Biblia inavyosema. Ndio maana Yesu anaposema kwamba usitende dhambi tena, maana anamwambia mama, ya kale yamepita. Hapa tunataka kuona maisha mapya kwenye ndoa yako. Tunataka kuona maisha mapya kama mtumishi wa Mungu. Tunataka kuona maisha mapya kama vijana waliomwamini Yesu Kristo. Tunataka kuona maisha mapya. Maisha mapya. Ni mara ngapi wewe na mimi tumefanya dhambi hiyo hiyo kwa kujirudia rudia? Hiyo hiyo. Mme wako amesema leo, kasema tena, lakini hubadiliki, lakini hujutii. Mchungaji wako, waumini wako wamesema dhambi hiyo hiyo tena na tena lakini hubadiliki. Hatuyaoni mapya, tunayaona ya kale tu, ya kale. Hapana. Tusimdhalilishe Kristo. Tumuombe aachilie nguvu yake ili ya kale yaweze kupotea, tuyaone yaliyo mapya. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza na ile sura ya kwanza mstari ule wa 16 anazungumza mambo hayo. Lakini pia ukisoma Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 29, anatutaka sisi tuweze kumfanania Kristo. Petro wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari ule wa 16 anasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Nani mwe mtakatifu? Baba yetu Mungu aliye ni mtakatifu. Kwa hiyo sisi tutakuwa watakatifu. Manake ya kale lazima yapite. Sisi ni viumbe vipya. Tunapotubu tunakuwa viumbe vipya. Kwa hiyo tunapewa utakatifu sio kwa sababu mchungaji wetu ni mtakatifu. Tunapewa utakatifu sio kwa sababu dhehebu letu ni takatifu. Tunapewa utakatifu kwa sababu Mungu aliyetuzaa mara ya pili ni mtakatifu. Haleluya kwa mwana kondoo. Haleluya kwa mwana kondoo. Lakini ukiangalia kwenye kile kitabu cha Warumi sura ile ya 8 na ule mstari wa 29, anasema maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe. Yesu Kristo, ulinichagua mimi nifananishwe na mfano wa mwana wako. Wewe unataka kufananishwa na nani wewe? Unataka kufananishwa na mchungaji wako? Unataka kufananishwa na nabii wako? Unataka kufananishwa sijui na jirani yako? Anasema hapa, aliyotujua sisi tangu asili alituchagua ndani ya Kristo, ili sio tufananishwe na madhehebu yetu, lakini tufananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Yesu kama mzaliwa wetu wa kwanza, yeye ndio tunamwangalia utakatifu wake, yeye ndio tunamwangalia upole wake, yeye ndio tunamwangalia wema wake, yeye ndio tunamwangalia namna anavyosema. Hatuna mahali pa kujifunza upole isipokuwa kwa Yesu Kristo. Hakuna mahali tunapotakiwa kujifunza namna ya kuzungumza na wengine isipokuwa kwa Yesu Kristo. Hakuna namna tunavyotakiwa kujifunza mahali pengine kwa habari ya kusamehe wale wanaotukosea. Tunajifunza kwa Yesu Kristo, kwa sababu Mungu alituchagua tangu asili ili tufananishwe na mfano wa mwana wake. Ukijiangalia wewe unafanana na Yesu Kristo.
Hii ndiyo inatakiwa iwe shauku yetu na maombi yetu, kwamba upole wangu mimi ufanane na Yesu Kristo, na Yesu Kristo. Kuwaza kwangu mimi kufanane na Yesu, maana ndiyo target ya Mungu wetu, kwamba tusifananishwe na vitu vingine, lakini tufananishwe na mfano wa mwana wake, ambaye yeye ndiyo mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sisi kama ndugu zake Yesu Kristo tunamuangalia Yesu Kristo kama ndugu yetu. Ndio maana Yesu anasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kama Yesu kaka yetu ni mpole, wewe huo ukali umeuchukulia wapi? Kama Yesu kaka yetu ni mtu wa kusamehe, wewe hiyo hali ya kutokusamehe umeitoa wapi? Kama Yesu kaka yetu ni mtu asiyekuwa na chuki, ni mwenye huruma, wewe hiyo chuki umeitoa wapi? Unafananishwa na nani wewe? Unafananishwa na nani? Unajifananisha na nani wewe? Unajifananisha na nani? Saa imefika ya kumhitaji Mungu na nguvu zake katika kutufanya sisi tufanane na mfano wa mwana wake, ambaye ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Jambo la 4 tunaliangalia hapa ni kumtambua Yesu kama nuru ya ulimwengu. Kama nuru ya ulimwengu. Ndugu zangu, giza siku zote lazima likufanye utende dhambi tena. Lazima likufanye utende dhambi tena. Giza lazima likufanye utende dhambi tena, au uendelee kuishi katika dhambi. Lakini ukiangalia hiyo Yohana sura ile ya 8, baada ya yule mwanamke kupelekwa pale ule mstari wa 12, Yesu ameshadili na yale mambo yote, anamwambia kwamba nenda zako, hata mimi sikuhukumu, usitende dhambi tena. Sasa mstari wa 12 anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, Yesu, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa nuru ya uzima. Nuru ya uzima. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Nisikilize kwa makini. Mwanamke huyu aliyefumaniwa alikuwa katika giza. Giza lilikuwa karibu limsababishie kupoteza maisha. Giza la dhambi lilikuwa karibu limsababishie kupoteza maisha. Lakini alipoletwa kwa Yesu, Mafarisayo hawakujua kama wanamleta nuruni. Hawakujua. Kwa hiyo wanamleta aje ahukumiwe, afe hivyo, lakini kumbe wanamleta nuruni. Alipofika kwa Yesu tunamna hii, giza likapotea. Manake kifo kikapotea, akapokea tumaini la uzima. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni nuru ya ulimwengu, na yeye anayepelekwa kwake. Mafarisayo walimpeleka yule mwanamke wasijue kwamba wanampeleka mahali penye msaada. Kwa hiyo mwenye dhambi yoyote hahitaji maneno yetu makali. Mwenye dhambi yoyote hahitaji maneno yetu yenye kumdharau na kumdhalilisha. Mwenye dhambi anachohitaji ni kupelekwa kwa Yesu, kwa sababu Yesu ni nuru ya ulimwengu. Sisi hatuwezi kumuonyesha mtu dhambi zake akaziona, hatuwezi. Lakini akifika kwa Yesu, ile nuru inayomulika kutoka kwa Yesu, anaona dhambi zake yeye mwenyewe. Ndio maana leo hii hata ukimkamata mtu amezini, ukimwambia umezini, atakwambia mimi sijazini. Kwa hiyo maneno yetu hayana nafasi kubwa ya kumfanya mtu akubali dhambi zake. Lakini tukimsukuma aende kwa Yesu, hana namna ya kubishana kwa Yesu, kwa sababu Yesu anamulika mpaka ndani namna hii tu. Anamulika, litochi linaingia kule. Anamulika. Sisi hatujui mambo ya ndani ya mtu, hatujui. Unaweza ukaja kwangu ukasema unanipenda, kumbe umeniwekea chuki iliyojaa kama sumu imejaa. Lakini ukikusukuma kwa Yesu namna hii, anapiga lile tochi namna hii, anaona ile sumu na chuki iliyojaa huko ndani. Alafu wewe mwenyewe unamwambia, Bwana, ondoka kwangu. Huyu mtu hajui ninavyomchukia, lakini wewe umeniona. Kwa hiyo mwanamke huyu alipopelekwa kwa Yesu, giza lile la kifo na dhambi liliondolewa. Baada ya kukutana na nuru, anaambiwa sasa, usitende dhambi tena. Hii ni sentensi yenye uwezesho. Ndio maana tunalia siku ya leo na kumwambia Bwana,
nisaidie nisitende dhambi tena. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni nuru ya ulimwengu. Amekuja ili kututoa sisi gizani, tusiende gizani, kwa sababu giza litaua ndoa zetu, giza litaua maisha yetu, giza litaua ujana wetu. Yeye amekuja ili tusiende gizani, tuwe na nuru ya uzima, tuwe na nuru ya uzima. Lakini unaona Mafarisayo na wao walikuwa gizani. Wao walikuwa gizani. Waliona kibanzi katika jicho la yule mwanamke, lakini hawakuwa wanaona boriti lililokuwa ndani yao. Waliweza kuona dhambi za mwanamke, lakini hawakuweza kuona dhambi zao. Kwa hiyo na wao hawakujua kwamba wanahitaji msaada kama yule mwanamke. Lakini walipokuja kwa Yesu, hawakujua kuwa wanakuja katika nuru. Hawakujua. Na kazi ya nuru ya Yesu ni kutuonyesha dhambi zetu, na sio kutufanya sisi tuone dhambi za watu wengine. Kazi ya nuru ya Yesu ni kukufanya uone dhambi zako, lakini sio dhambi za mtu mwingine. Kwa hiyo hawa mabwana walikuja, wao wanaona dhambi za yule mwanamke, lakini walipomkaribia tu Yesu namna hii, Yesu akaambia, nyinyi hamnifahamu, mimi ni nuru. Mimi ni nuru. Nyinyi mko gizani, lakini mimi ni nuru. Asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu, awe wa kwanza kumpiga huyu. Litochi linamulika namna hii. Asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu, awe wa kwanza kumtupia jiwe. Maana yake anawaambia kwanza, mko gizani hata nyinyi, kwa sababu mnaona dhambi za mwanamke, hamuoni maovu yaliyo mioyoni mwenu. Tochi la Yesu Kristo linamulika namna hii. Nataka nikwambie namna hii, inawezekana umekuwa kinara mkubwa wa kumshutumu mume wako kwa dhambi zake namna hii na kila kitu, lakini nataka nikwambie tochi ya Mungu aliye hai inakumulika wewe kama mwanamke, kwamba na wewe jitafakari. Kabla hujaona kibanzi kwa mume wako, hebu tochi ya Yesu Kristo ipige kwanza, utoe hilo boriti ndani yako. Inawezekana wewe ni mwanaume, unaona tu dhambi za mke wako na za kwako umezificha namna hii. Nataka nikwambie tochi ya Yesu Kristo inakumulika namna hii. Kabla hujashughulika na dhambi za mkeo, anza kwanza kurekebisha yale yaliyokuwa ndani yako. Inawezekana ninyi ni waumini, mmekuwa hodari sana kumsema mchungaji wenu. Mtafikiri ninyi ni watakatifu. Nataka nikwambie hivi, mchungaji hajui mapungufu yenu. Mchungaji wenu hajui yaliyo ndani yenu na mnayoishi huko. Lakini tochi ya Yesu Kristo aliye hai, inawamulika namna hiyo. Kabla hamjashughulikia dhambi za mchungaji wenu, kwanza anzeni kutoa vile vibanzi namna hii. Kwa sababu nuru ya Yesu Kristo imekuja. Nuru ya Yesu Kristo ikija, inakusaidia kuona dhambi zako na sio dhambi za jirani yako. Inakusaidia wewe kushughulika na matatizo yako na sio kushughulika na matatizo ya mtu mwingine. Kabla hujashughulika na dhambi za waumini wako, tochi ya Yesu Kristo inakumulika wewe kwanza kama mchungaji, ili ukae sawa. Kwa hiyo tunapokwenda na kuwashutumu wengine, wamefanya, wahukumiwe, wafukuzwe kazi, tochi ya Yesu Kristo inatumulika namna hii. Naambia, nani msafi miongoni mwenu, mwenye uhalali wa kutoa hukumu na mambo kama hayo? Tengenezeni kwanza. Mna uwezo mkubwa wa kuona dhambi za wengine, lakini kwa nini mnashindwa kuona za kwenu? Hamuwezi kuingia mbinguni kwa sababu ya uhodari wenu wa kusema maovu ya wengine. Mtaingia mbinguni kwa sababu ya uhodari wenu wa kuona chuki zenu, wa kuona hali yenu ya kutokusamehe, ya kuona uzinifu wenu na kurekebisha hayo. Hayo huwezi kuyaona ukiwa uko gizani. Mafarisayo hawakuona hayo kwa sababu walikuwa gizani. Walipokuja kwenye nuru iitwayo Yesu Kristo, litochi la Yesu likamulika ndani yao namna hii. Ikaambia, asiye na dhambi awe wa kwanza. Maana yake kuna mambo hamjarekebisha, kwa hiyo mnakosa uhalali wa kumhukumu huyu. Tengenezeni kwanza. Ndugu zangu, huwezi kuacha kutenda dhambi kwa kuwa hodari wa kuona na kusema maovu ya wengine. Utaacha dhambi kwa kuyajua maovu yako. Utaacha dhambi kwa kuyajua tu maovu yako. Mafarisayo walikuwa wepesi kujua dhambi ya yule mama, lakini walikuwa sio wepesi kujua dhambi zao.
tutaingia mbinguni kwa kutengeneza dhambi zetu, sio kutengeneza dhambi za watu wengine. Japo si vibaya kuwarekebisha wengine, lakini Yesu tochi lake linamulika namna hii, linamulika namna hii. Mafarisayo hawakujitambua kuwa wao ni wenye dhambi kwa sababu walikuwa gizani. Leo hii wachungaji wengi sisi tuko gizani kwa sababu tunaona dhambi tu za waumini wetu na tunakuwa mahodari wa kusema sana, lakini hatuoni ya kwetu sisi, tumeyaficha huko. Leo hii Wakristo ni mahodari sana wa kusema wachungaji wao na kuwapekua kila, lakini wao wana hayo. Ndugu zangu, tumruhusu Yesu na tochi yake namna hii. Unapomuona mwenzako amekosea namna hii kwa dhambi ya kiburi, unapoangalia namna hii, hebu rudi kwako haraka, mwambie Yesu, inawezekana tu mimi sioni kiburi changu na ujeuri wangu. Nisaidie. Nione yaliyo ndani yangu, nisaidie. Kama nimeweza kuyaona kwa mwenzangu, mimi nikoje? Kwa hiyo dhambi za mtu mwingine zisikupe kumsema yeye, ila zikupe kujitafakari wewe. Mungu atusaidie sana. Mafarisayo hawakuweza kujiangalia wao. Walimwangalia yule mwanamke na kutaka kumhukumu na kusema kila wanaloweza kusema. Wewe unayeniangalia hivi sasa, umeshasema mangapi juu ya dhambi za wenzako? Na hali ukijua kwamba wewe una dhambi hiyo. Kuna wakati fulani nilikuwa nimeitwa kwenda kusuluhisha ndoa mahali. Nikawa nimekwenda, ilikuwa ni mgogoro mzito, watu hawaongei, hawanuniani. Lakini nimekwenda pale, mimi wakati huo nilikuwa na siku 2 sizungumzi na mke wangu. Tumebishana. Lakini nilipofika pale, na waeleza kabisa, jamani, Mungu hivi sasa mnatakiwa muelewane, mpatane, msikilizane, haya mambo ya kutokusemeshana yakoje. Lakini tochi la Yesu Kristo likamulika ndani yangu kwamba wewe unatengeneza haya kule kwako. Vipi kule kwako? Leo siku ya 2 hujazungumza na mke wako. Vipi kule kwako? Unataka kujifanya hapa mwenye haki sana, unataka kujifanya hapa, lakini umeachaje kule? Ulikuwa ni uponyaji wangu. Nililia machozi, nikamwambia Mungu, nisaidie. Nashukuru umenipa kuyaona yaliyo ndani yangu. Nikitoka hapa, kitu cha kwanza ni kwenda kutengeneza na mke wangu. Nilivunjika kiburi changu chote kwa sababu sikuonyeshwa uovu wangu na mtu yoyote, lakini tochi ya Yesu Kristo kama nuru ile ilimulika ndani yangu kwamba sawa, unachofanya ni kitu kizuri kuwapatanisha watu hapa, lakini mbona kwako hakujakaa sawa? Mara kadhaa tumetaka kuwasaidia watu wengine, si jambo baya, si jambo jema, lakini sisi tumeshindwa kujisaidia. Yesu Kristo, nisaidie nisitende dhambi tena. Jambo la 5 anasema hivi, jambo la 5 tunaliangalia hapa kujifunza, anasema asiye na dhambi awe wa kwanza. Maana yake ni hii statement, asiye na dhambi awe wa kwanza kutekeleza hicho anachotaka kutekeleza. Maana yake anasema msifanye dhambi ya kushughulika na dhambi za wengine bila kushughulikia za kwenu. Mkiwa msishughulike na dhambi za wengine mkiwa dhambi zenu mmezificha. Mafarisayo, msitende dhambi tena ya kuficha dhambi zenu, kwa sababu kuficha dhambi ni dhambi. Kuficha dhambi ni dhambi. Kwa hiyo Yesu hii statement hamwambii tu yule mama, yani hii statement haiapply tu kwa yule mama. Ndio alimwambia yule mama usitende dhambi tena, lakini katika namna nyingine ili neno linakwenda mpaka kwa Mafarisayo, kwa sababu yule mama alitenda dhambi ya uasherati, lakini Mafarisayo walifanya dhambi ya kuficha dhambi zao. Kwa hiyo hii statement kwamba msitende dhambi tena, maana yake alikuwa anaambia na Mafarisayo mkome, msirudie kuficha dhambi zenu na kushadadia dhambi za watu wengine. Much as mnataka kushughulikia dhambi za watu wengine, mshughulikie na za kwenu. Msitende dhambi tena ya kuficha dhambi zenu. Wewe mwanamke kwenye ndoa, usitende dhambi tena ya kuficha dhambi zako kwa mume wako au kwa Mungu wako. Wewe mwanaume, sawa, unashughulikia mapungufu ya mke wako, lakini usitende dhambi tena ya kuficha na wewe dhambi zako.
hakikisha Yesu amezishughulikia. Yesu amezishughulikia. Kwa hiyo hili neno hili linakuja kwetu sote. Neno ni kwamba usitende dhambi tena. Dhambi ya mwanamke ilikuwa ni kuzini, sawa. Dhambi ya Mafarisayo ilikuwa ni kuficha dhambi zao. Na Yesu Kristo akatatua zote. Na hii statement inakuja kwetu sote. Sisi wachungaji, sisi manabii, wainjilisti, mitume na waumini wetu. Sisi sote tusitende dhambi tena. Maana yake wale waliotenda na wale wanaoficha dhambi ambazo hazijadhihirika bado. Kuficha dhambi ni dhambi, kama mtu ambaye alizini. Yesu aliwafundisha Mafarisayo unyenyekevu kwa njia ngumu sana, Aliwataka wajue kusamehe. Leo hii ndugu zangu, kuna watu ni wagumu wa kusamehe. Lakini wanafahamu kwamba na wao wana shida hizo tu. Kama kiburi wanacho tu. Kama ni ujeuri wanao tu. Kama ni nini wanao tu. Kwa hiyo Yesu aliwafundisha unyenyekevu kwa njia ngumu sana. Wakati unapofunua mdomo wako kuongea dhambi za watu wengine, nuru ya Yesu Kristo ikumulike na wewe na mimi, kutuonyesha maovu yaliyojificha. Na maovu ndugu zangu sio uzinifu tu. Kuna maovu ya kiburi, ujeuri, mahasira makubwa. Yote hayo ni maovu tu. Moto ni maovu tu. Usije ukamwona mtu mzinifu ukamsema udhaifu wakati wewe umejaa hasira na uchungu. Hutaki kupatana na ndugu zako. Hutaki kupatana na ndugu zako. Angalia kile kisa kile cha Daudi. Daudi alipokuwa ameletea ule mfano, anaulizwa kuna mtu alikuwa tajiri, ana mifugo, ana ng'ombe, ana nini, na kuna mtu mwingine alikuwa maskini, ana kakondoo kake tu kamoja ambako analala nako, anatembea nako, ni kama kamtoto kake kapekee. Lakini yule tajiri alipofikiwa na mgeni wake, akaacha kondoo wake na ng'ombe wake, akaenda kuchukua kondoo kwa yule maskini, akaja akamchinjia mgeni wake. Alafu Nathan nabii anamuuliza Daudi mfano, mtu kama huyo afanywe nini? Daudi akasema, huyo ni mtu mkatili, huyo ni mtu mbaya, huyo anatakiwa auawe na arudishe mara 4. Hasira za Daudi, Biblia inasema zikawaka. Kwa nini? Alikuwa mwepesi kuona makosa ya mtu mwingine, lakini sio kuona ya kwake. Ndipo nabii Nathan akamwambia, mtu huyo ni wewe. Ndugu zangu, inawezekana tunasimama kwa uhodari kabisa tukiwasema wengine, hawa hawana shukrani, hawa ni wazinifu, hawa ni waongo, hawa ni nini. Lakini mtu wa namna hiyo unayomsema huyo ndio wewe. Ni kwamba tu hujapata fursa ya kujiona na kujielewa namna hii. Kwa hiyo unaona ya wengine tu. Daudi alipofunuliwa ile siri, tochi la Mungu lilipomulika namna hii ndani yake, akasema, Bwana, nimekosa. Nilifikiri haunioni, kumbe unaniona. Nilifikiri kwamba hunijui, kumbe unanijua. Hata tunapokuwa mstari wa mbele kusema ya wengine, tujue kwamba Mungu anatujua na sisi. Kwa hiyo Mungu alimpa Daudi njia ngumu sana ya kuvunjika moyo wake. Na kwa sababu hiyo hata sisi tunaweza tukapewa njia ngumu Mungu ya kutuvunja namna hii, kwa sababu ni mahodari wa kuchambua makosa ya wengine, lakini hatuoni namna ambavyo sisi tunaweza kujirekebisha kwa yale ambayo yaliyo ndani yetu. Ndio maana Yesu anasema, inakuwaje? Unaweza kuona kibanzi kwenye jicho la mchungaji wako, kwenye jicho la muumini wako, lakini huwezi kuona boriti. Huwezi kuona boriti kwenye ndani yako. Uchungu ule unaosema mchungaji sijui uko jicho, ndio unao wewe. Kwa nini usishughulike huku? Tabia ile unaomsema mtu mwingine ndio iko huku. Kwa nini usione huku? Tochi ya Yesu Kristo na itumulike namna hii ili tuwe safi. Jambo lingine la 6, anamuuliza Yesu anamuuliza, anamwambia, washtaki wako wako wapi? Yesu ananuka anamwambia, aoni mtu anamuona yule mama, anamwambia, washtaki wako, waliokushtaki, waliokusema vibaya, wako wapi? Anasema, si hata mimi sijui Bwana. Sasa wamebaki pale Yesu na mwanamke. Ili ubadilike, ni lazima ufike mahali
uwe peke yako, wewe na Yesu Kristo. Wewe na Yesu Kristo. Acha ndio watu wanaokusema vibaya, wanaokushtaki, wanaosema hivi, sawa, hayo ni ya kwao. Lakini mabadiliko ya kweli ya mchungaji, ya Mkristo, ya nabii, ya mtume yatafanyika pale atakapobaki yeye na Yesu Kristo. Alafu Yesu akamuuliza na naye, mchungaji Undole, waliokushtaki juu ya dhambi zako wako wapi? Umwambie, Bwana, siwaoni. Walikuwa ni Wakristo wangu lakini siwaoni tena. Alafu anakuambia, Undole, nenda usitende dhambi tena, hata mimi nimekuhukumu. Hiyo ndio turning point. Upate neno la Yesu Kristo la kukufariji, upate neno la Yesu Kristo la kukusaidia. Maana maneno ya watu hayakusaidii. Watakuonyesha tu ubaya wako na nini. Hakuna anayekuletea msaada utoke kwenye hiyo dhambi yako. Ni lazima ufike mahali ubaki wewe na Yesu Kristo peke yako. Alafu nakuuliza, mwanangu, mashtaka waliokushtaki wako wapi? Mume wako waliokushtaki yuko wapi? Mke wako waliokushtaki yuko wapi? Wachungaji wako waliokushtaki wako wapi? Waumini wako waliokushtaki wako wapi? Alafu Yesu ana deal, anakuwezesha sasa. Anakuambia kwa statement hii, nenda, hata mimi sikuhukumu. Nenda, lakini usitende dhambi tena. Hiyo ni sentensi yenye ya kimamlaka, ni sentensi ya kimamlaka itakayokufanya usirudie, kwa sababu umekutana na mtu ambaye hajaja kukuhukumu, hajaja kukusema vibaya. Anajua shida na uzito na ugumu wa dhambi, amekuja kukusaidia. Ukibaki naye yeye peke yake, umepona. Lakini kama hujafikia point ya kubaki wewe na yeye mkazungumza namna hii, hujapona bado, hujapona. Utaendelea na dhambi zile zile, utaendelea na maisha yale yale, utaendelea hivyo hivyo. Lakini leo namuomba Mungu katika Roho Mtakatifu, uko chumbani kwako, uko ofisini kwako, uko barabarani, uko kanisani kwako, sikia sauti ya Bwana. Anakuuliza, washtaki wako wako wapi? Waliokuhukumu juu ya dhambi zako wako wapi? Sauti ya Yesu Kristo. Hata yeye hakuhukumu, lakini anakuachilia nguvu ya kiuwezesho kwamba usitende dhambi tena. Kwa sababu ndugu zangu, ukiangalia Mafarisayo hawa hawakuwa na msaada juu ya dhambi ya mwanamke. Watu leo hii wanaweza wakakucheka tu wakiona umeanguka kwenye dhambi. Watakuona hufai, wakijua dhambi zako. Ila Yesu yeye yupo kukupa msaada. Mama alibaki yeye na Yesu Kristo. Mama alibaki yeye na Yesu Kristo. Na hata ukimwangalia mama Msamaria, hata yeye kijiji kilimkataa, watu walimkataa, watu wengine walimkataa kwenye Yohana sura ya 4, lakini alibaki yeye na Yesu Kristo. Yeye na Yesu Kristo. Yeye na Yesu Kristo. Ndipo maisha yake yalipobadilika. Muangalie Zakayo. Muangalie Zakayo. Watu walimkataa, watu walimsema vibaya, cheo chake kikumsaidia, mpaka alipobaki yeye na Yesu Kristo, ndipo alipobadilika. Muangalie Nikodemo. Aliogopa watu, alifanya hivyo, lakini mpaka ule usiku alipobaki yeye na Yesu Kristo, ndio alipata turning point. Ndio ilikuwa point yake ya mabadiliko. Nataka nikwambie, mpaka utakapobaki wewe na Yesu Kristo, mkahojiana namna hii, akakueleza mambo yako, ukamweleza mambo yake, na akakupa neno la kimamlaka la kutokutenda dhambi tena, hiyo ndio salama yako. Neno la kimamlaka la namna hiyo huwezi kulipata kwa mtu awaye yoyote, isipokuwa mpaka utakapobaki wewe wawili namna hiyo. Najua unapenda kubaki na mchungaji wako, hakuna shida. Unapenda kubaki wawili, wewe na nabii wako na mtume wako, mnakutana hotelini, mnakutana wapi, hakuna shida. Lakini nataka kukuambia hivi, atakaye kusaidia juu ya tatizo la dhambi zako ni Yesu Kristo peke yake, mpaka mtakapobaki wawili namna hii. Mpaka mtakapobaki wawili namna hii, akakupa huo ujumbe wa kimamlaka kwamba nenda, mimi sikuhukumu, lakini usitende dhambi tena. Nabii wako anaweza kukwambia tu habari za kufanikiwa kwako, anaweza kukwambia tu sijui habari za kwamba kesho sijui utakuwa nani. Nabii wako anaweza kukwambia tu kwamba sijui juzi ulipigwa na mume wako, sijui kesho utakuwa nini, vitu vya namna hiyo. Lakini mwenye mamlaka juu ya dhambi zako na uovu wako ni Yesu Kristo peke yake. Huyo lazima uhakikishe umebaki naye namna hii.
Lakini jambo la mwisho anasema hapa kwamba wakati Yesu amesema lile neno kwamba asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza kumpiga, Biblia inasema wale mabwana walishitakiwa dhamiri zao. Walishitakiwa dhamiri zao. Ili ni jambo la kujifunza. Jambo la 8. Walishitakiwa dhamiri zao. Kushtakiwa kwa dhamiri zao hakukutokana na kitu kingine chochote isipokuwa neno la kimamlaka la Yesu Kristo anaposema kwamba asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga huyu, kumtupia huyu jiwe. Biblia inasema wakakimbia. Wakakimbia. Kama Yesu hayupo, washtaki wako watakuwa na nguvu sana, maana uchafu wao hauonekani. Uchafu wao hauonekani. Uchafu wao hauonekani. Kwa hiyo wanauona wa kwako. Lakini Yesu akiwepo namna hii, mimi nakwambia kila atakayejaribu kusema namna hii, tochi la Yesu likimulika namna hii, anajiona na yeye, anaanza kushughulika kwanza na wa kwake. Anaanza kushughulika kwake na wa kwake. Kwa hiyo wewe wakikusema watu juu ya maovu, sawa, waambie tu nipelekeni kwa Yesu. Nipelekeni kwa Yesu. Wakikusema watu mzinifu, mwongo, kiburi, ambie sawa, nipelekeni kwa Yesu. Wakikupeleka kwa Yesu namna hii, ile tochi itakumulika wewe na itawamulika na wao. Itakumulika wewe na wao. Kama vile Mafarisayo walivyompeleka yule mwanamke, tochi haikumulika mwanamke peke yake, ilimmulika yeye na wale waliokuwa wanadhani wao ni watakatifu. Wote wakaonyeshwa maovu yao. Ndio maana Yesu akasema, hapa kanisani hapa. Si kuna watu wanafikiri kwamba wamejiweka kabisa na matabaka namna hii. Hawa ni wa maisha haya, hawa ni wa maisha haya. Hakuna shida. Yesu akitokea hapo, Yesu akitokea hapo, tochi inamulika kwa kila mtu, mpaka kwa mchungaji kule inamulika namna hii. Na ikimulika namna hii, Yesu anashughulika na dhamiri, Kila mtu anajisikia vibaya ndani. Hata wale waliokuwa na mhukumu mchungaji wataanza na wao kuona mapungufu yao. Hata wale waliokuwa wanawashutumu wazee wa kanisa na watu wa namna hiyo kanisani na maneno magumu na mabaya, watachomwa dhamiri zao. Dhamiri yako haijachomwa, haijaguswa, huwezi kubadilika. Na dhamiri yako haiwezi ikaguswa isipokuwa tochi ya Yesu Kristo imekumulika namna hii. Imekumulika namna hii. Kwa hiyo dhamiri zao zikawashtaki na wao walitubu. Na wao wanatakiwa kutubu. Sasa kama walitubu, mimi sijui, lakini Biblia inasema kwamba walikimbia. Nini kilichowafanya wakimbia? Ndio maana wakati mwingine unakuta kanisani, watu wako kanisani, tochi la Yesu likishamulika namna hii. Walikuwa ni mahodari sana kusema wengine, tochi la Yesu likishamulika tu namna hii, dhamiri zao zinachomwa. Badala ya kutengeneza mambo, wanakimbia, wanatoka nje ya kanisa. Wanatoka nje. Unatoka unakwenda wapi? Ujue kama mtu anatoka namna hiyo, ujue tochi ya Yesu imemulika. Dhamiri ya mtu imechomwa na yeye ameonyeshwa uovu wake. Kwa hiyo badala ya kushughulikia uovu wake, yeye anakimbia kama hao Mafarisayo. Nataka nikwambie namna hii. Hebu tuwe wanyenyekevu. Saa ambayo Yesu anaamua kupiga tochi yake namna hii, alafu dhamiri yako ikashtakiwa kwa sababu ya makosa na dhambi zako, usikimbie kanisa. Usikimbie watu wa Mungu. Swala ni kutengeneza. Mungu anapopiga tochi yake namna hii, hana nia ya kumdhalilisha mtu. Mafarisayo wao ndio walikuwa na nia ya kumdhalilisha yule mama. Lakini tochi ya Mungu ilipopiga namna hii, ilikuwa na nia ya kuwafanya wao na yule mama watengeneze. Nataka nikwambie namna hii, inawezekana mnamtafuna sana mchungaji wenu. Inawezekana mchungaji mnatafuna sana Wakristo huko kwa maneno na kila kitu. Lakini tochi ya Mungu ikipiga namna hii, mchungaji unaonyeshwa dhambi zako, waumini unaonyeshwa dhambi zao, na asiwepo mtu atakayekimbia kama hawa Mafarisayo. Mchungaji ingia kwenye toba,
nabii ingia kwenye toba, waumini waingie kwenye toba. Ni Yesu Kristo peke yake anabaki kama mtakatifu wa Israel. Glory be to God. Manake sisi wote tunatumainia msalaba. Sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mwenye haki, wote tunahesabiwa haki bure. Kwa hiyo hayupo wa kumnyoshea mwingine kidole, lakini tupo kwa ajili ya kusaidiana, tupo kwa ajili ya kujengana, tupo kwa ajili ya kuimarishana. Tochi ya Mungu ikipiga namna hii, lazima dhamiri zetu zitachomwa. Dhamiri zetu zikichomwa, tusikimbie kama hao Mafarisayo, lakini tutengeneze maisha yetu na Bwana. Haleluya kwa mwana kondoo. Kwa hiyo mtu yoyote anayekusema sema, anayekunyanyasa nyanyasa, mwambie nipeleke kwa Yesu. Hivi Yesu yuko wapi? Nipeleke kwa Yesu. Akikubali tu kukupeleka kwa Yesu, ile tochi ikimulika namna hii, utamulikwa wewe, atamulikwa na yeye. Akimulikwa na yeye, dhamiri yake itachomwa. Dhamiri yake ikichomwa, aidha ni mambo mawili: akimbie au na yeye aanguke kwenye toba. Ndio maana unakuta watu wanakimbia kanisani, watu wanakimbia, wanaacha huduma. Kwa nini? Kwa sababu tochi imemulika. Kwa hiyo ameona mapungufu yake, badala ya kuyashughulikia anakimbia mahali kusikokuwa na uzima. Wanangu, Mungu atusaidie. Hiki kifungu kinatufundisha unyenyekevu mkubwa sana na namna ya kushughulika na dhambi kwenye maisha yetu. Inawezekana uko pale, tochi ya Mungu imepiga uko kanisani, na wewe uko tayari kukimbia, na wengine tayari wameshakimbia, wako majumbani, hata kusali hawasali tena. Wamerudi nyuma. Kwa sababu gani? Tochi ya Mungu ilivyopiga namna hii, dhamiri zao zikachomwa. Walipoonyeshwa dhambi zao, wakashindwa kuzirekebisha, kwa sababu walikuwa na uhodari wa kuwasaisha wengine tu kana kwamba wao wameshafika tayari. Tujifunze kwa Paulo, anasema sio kwamba nimekwisha kufika, sio kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu. Sisi wote tunakamilishwa na Bwana tu. Usisikie vibaya kutubu dhambi zako. Usisikie vibaya kumwambia Bwana nisaidie nisitende dhambi tena, kwa sababu sisi wote hatuna ujanja kwenye dhambi isipokuwa kwa msaada wa Mungu aliye hai. Usikimbie kanisa, mtu wa Mungu. Tochi ya Bwana inapopiga namna hii, ni kwa sababu Mungu anataka tukishachomwa dhamiri zetu, baada ya kuona makosa yetu, tuanguke mbele za Bwana na kumwambia Bwana, ondoka kwangu mimi mwenye dhambi. Nilikuwa hodari wa kumsema mchungaji wangu, kumbe na mimi nina mambo yale yale. Nilikuwa hodari wa kusema waumini wangu, kumbe na mimi nina mambo yale yale. Sikujijua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Sikujijua kwamba mimi ni mwenye dhambi niliopewa neema yako tu. Bwana unihurumie, Bwana unihurumie, Bwana unisamehe. Mchana wa leo ninahitaji kumuona mtu ambaye atakwenda mbele za Bwana kwa unyenyekevu na kumwambia Bwana, funga kinywa changu, na kumwambia Bwana, fungua macho yangu, nisione tu kibanzi kwenye jicho la wenzangu, lakini nione boriti ndani kwenye jicho langu. Nisione mapungufu ya wenzangu tu nikayashikilia bango, wakati ya kwangu nimeaficha namna hii. Tochi yako na imulike kwetu sote, ili dhamiri zetu ziweze kutushtaki, na dhamiri zikitushtaki, maana yake ni msaada uliotuletea ili tuweze kurudi kwako. Kama dhamiri hazijatushtaki, Bwana, hatuwezi kuja kwako. Na dhamiri zitakapotushtaki, tusaidie tusikimbie nje ya kanisa, tusaidie tusiende mbali na wewe, lakini Bwana, turudi kwako kwa ajili ya msaada juu ya dhambi zetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi yote, wewe unamuona kijana yule, mama yule, binti yule. Kwa kusikia somo hili, Roho Mtakatifu amezungumza ndani yake, analia kwa maombi ndani yake kwamba Bwana, nisaidie nisikutende dhambi tena, Bwana, kwa sababu amekuwa akifanya dhambi ya kujirudia inayompeleka hata kuhatarisha maisha yake, kupata magonjwa, Bwana, na kuvuruga maisha yake. Leo katika jina la Yesu Kristo, mamlaka ya Mungu aliye hai ya kumfanya asifanye dhambi tena, Bwana, ikaende juu yake, ikamsaidie, ikamtetee, ikatusaidie na kutusafisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tochi yako ikamulike Bwana kanisani kwetu. Tochi yako ikamulike kwenye familia yetu. Bwana, nuru yako ikatuonyeshe dhambi zetu na dhamiri zetu zikatushtaki. Dhamiri zetu zikitushtaki, Bwana, tusikimbie mbali na wewe, lakini tuje kwako kwa msaada, Bwana. Tumekuwa mahodari wa kuwasema wengine, lakini sio kuwasaidia na kuwaleta kwako. Baba, tunapowaleta kwako na nuru yako inapoangaza namna hii, ikatuangaze sisi sote, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie
tusaidie tusitende dhambi tena, ili tusije tukapata mambo mabaya zaidi, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa uaminifu wako na baraka zako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo ninaomba na kukushukuru.